السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad alayhi afdhalus salati wa atammu taslim, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumwogopa Allah kwa kutekeleza maamrisho yake na kukatazika na makatazo yake Allah jalla wa ala. Katika khutba ya leo tutaiangazia na kuidurusu hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam iliyokuwa ikiwaliza salaf wakisikia hadithi hii kwa sababu ya ujumbe mzito iliyobeba hadithi hii ya mtume alayhi salatu wassalam, ikizungumzia atwar na vipindi anavyovipitia mwanadamu kuanzia kuumbwa kwake akiwa katika tumbo la mama yake, kadhalika baada ya kutoka tumboni, mihangaiko yake ya maisha ya hapa duniani mpaka kuhitimisha kwake na masiri yake mwanadamu huyo ambapo atafikia. Yote hayo yameelezwa na hadithi hii, nayo ni hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Anasimulia kwamba hadathana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, asema ametusimulia sisi mtume sallallahu alayhi wasallam na hali ya kuwa yeye ni mkweli mwenye kusadikishwa. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa, hakika mmoja wenu hukusanywa umbile lake katika tumbo la mama yake siku 40 hali ya kuwa ni tone la manii. Mwanadamu anaanza hali ya kuwa ni tone la manii katika tumbo la mama yake. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, kisha tone hilo la manii linakuwa ni pande la damu mfano wa siku hizo 40. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kisha linakuwa ni kipande cha nyama katika mfano wa siku hizo 40. Thumma yursilu Allahu ilayhi almalak, kisha Allah subhanahu wa ta'ala humtumia juu yake malaika. Fayanfukhu fihi ar-ruh, anavivia ndani yake roho. Wa yu'maru bi 4 kalimatin, na huamrishwa malaika huyo kuandika mambo manne. Jambo la kwanza aliamrishwa malaika kuliandika kwa mtu huyo au kwa kiumbe hicho ambacho tayari ashakuwa ni mwanadamu, bikatbi rizqihi, kuandika riziki yake, mahangaiko yake ya kutafuta riziki wakati wa uhai wake baada ya kuwa ametoka katika tumbo la mama yake na kuanza kujitegemea. Wa amalihi, na matendo yake atakayoyafanya
matendo mbalimbali ima ya kheri au ya shari, yote yanaandikwa ndani ya wakati huo. Wa ajalihi, na ajali yake inaandikwa kwamba wewe utaishi mpaka muda fulani. Wakati huo ukifika hakuna kubakia, vyovyote iwavyo, wataka hutaki, utaelekea kwa Allah jalla wa ala. Wa shaqiyun au sa'idun, na kadhalika atakuwa ni muovu au mwema. Yote hayo huandikwa ndani ya wakati huo. Hayo mambo manne yametimia, malaika huyatimiza katika kiumbe huyo ambaye yuko katika tumbo la mama yake. Mahali ambapo panatisha ni kipande cha hadithi kinachofuatia, alipowapia Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu, na apa kwa Allah ambaye hakuna muabudiwa wa haki asiyekuwa yeye, inna ahadakum, hakika mmoja wenu, la ya'malu bi'amali ahli aljanna, atafanya matendo ya watu wa peponi, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhiraa, mpaka itakuwa hakuna kilichobaki baina yake yeye na baina ya kuingia katika janna isipokuwa dhiraa, kiasi kidogo, anakaribia kufa kwake. Fayasbiqu alayhi alkitab, kitamtangulia yeye kitabu, yale maandishi yaliyoandikwa na malaika pale ilipoviviwa roho katika kiwiliwili chake. Fayamalu bi'amali ahli an-nar, atafanya amali za watu wa motoni. Fayadkhuluha, atauingia moto huo. Wa inna ahadakum, na hakika mmoja wenu, la ya'malu bi'amali ahli an-nar, atafanya matendo ya watu wa motoni, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhiraa, mpaka itakuwa hakuna baina ya umauti wake na baina ya kuingia katika huo moto isipokuwa dhiraa moja tu. Fayasbiqu alayhi alkitab, yatamtangulia yeye maandiko, kile kitabu, yale maandishi yaliyotangulia. Fayamalu bi'amali ahli aljanna, atafanya amali za watu wa peponi. Fayadkhuluha, kisha ataingia katika pepo hiyo. Hadithi hii ayuha nnas, ukisoma kwa mazingatio na vile walivyoeleza ahlul ilm, huwezi kuacha kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huwezi kughurika na maisha haya ya dunia, maisha ambayo ni mafupi zaidi ya kuelekeza moyo wako kwa Allah jalla wa ala. Ndio maana salaf walifanyia kazi hadithi hii baada ya kujua kwamba kuna kitabu kilichotangulia, kwa kukithirisha a'mal na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kuwathibitisha juu ya kile walichokiitakidi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, walichojifunza katika dini ya Uislamu, kwa kuogopea jambo hili, mpaka ikafikia hatua wanamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, tuna nini sisi kufanya amal hali ya kuwa yashatangulia maandishi kwetu sisi, imma motoni au peponi? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, fanyeni amal, kila mmoja atafanywa wepesi wa kila alichoumbiwa. Wewe inatakiwa ujitahidi na kufanya a'mal za khairat na maamrisho ya Allah jalla wa ala, kwa sababu hujui umeandikiwa wapi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ni rahim, ni mwenye huruma, kadhalika Allah ni mwenye kusamehe madhambi, na kadhalika kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba haiondoshi qadar isipokuwa kwa dua, kumuomba Allah jalla wa ala kila mara na kila wakati. Na hiyo ndiyo ilikuwa amali ya salaf, mpaka wanasema baadhi ya salaf kuhusu hadithi hii na mfano wa hadithi hii kwamba ma abka al-uyun, hakuna kitu kinachoyaliza macho na kuwaliza wanadamu, ma abkaha al-kitabu sabiq, kama kinavyowaliza kitabu kilichotangulia, maandishi yaliyotangulia. Hujui wewe ni katika watu wa janna au ni katika watu wa motoni. Nas'alullah al-jannata wa na'udhu bihi minan nar. Ayuha nasu ibadallah, tukisoma hadithi kama hizi inatakiwa tukae mmoja mmoja, wawili wawili, utafakari kwamba mimi mwisho wangu ni upi na ni wapi ninakoelekea, ni nini baada ya uhai wangu huu wa dunia. Je, mimi ni katika wale walioandikiwa motoni au walioandikiwa peponi? Jitahidi, nafanya juhudi katika amali. Ayuha nasu ibadallah, kuna baadhi ya mambo ambayo wanataja ulama kwamba ni yenye kusaidia kuthibiti katika njia hii, njia ya haki na dini ya Allah jalla wa ala.
miongoni mwa hayo ambayo yatatusaidia sisi kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mtu kuhisi katika moyo wake kwamba anahitajia kuthibitishwa na Allah jalla wa ala katika dini yake mpaka kufa kwake. Ukishalihisi hilo litakufanya wewe ukithirishe kumuomba Allah jalla wa ala thabat, na ndivyo walivyokuwa ahlul ilmi na watu wema walikuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala thabat, kama alivyoeleza hilo Allah katika sura Al-Imran kwamba miongoni mwa kauli za ahlul ilmi watu wenye khashyatullah subhanahu wa ta'ala, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ewe Allah usizipondoshe nyoyo zetu, ba'da idh hadaytana, baada ya kuwa umetuongoza sisi, usizipondoshe nyoyo zetu zikaiacha haki tuliyoijua tukarudi katika batil. Lakini kadhalika miongoni mwa dua alizokuwa akizikithirisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuziomba, alikuwa akiomba mara kwa mara, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ewe Allah mwenye kuzigeuza nyoyo uthibitishe moyo wangu juu ya dini yako. Huyu ni Mtume alayhi salatu wassalam ambaye Allah amemthibitisha na akamtangazia thabat, lakini alikuwa akiomba dua hii na Allah anamwambia walaula an thabbatnak laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila, na lau kama wallahi sio sisi kuthibitisha juu ya kile tulichokupa katika wahi, basi ulikurubia kumili kwa wao kitu kidogo. Hao makufar namna walivyokuwa wakikuzonga na kutaka uiache dini ya Allah jalla wa ala na ushikamane na yale waliokuwa nayo. aqulu ma tasma'una billahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri ad-dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd, ayuha an-nasu ibadallah, ndugu zangu Waislam, hadithi tuliyotangulia kuisoma ni hadithi inatisha kwa mtu mwenye mazingatio, lau kama ataizingatia hadithi hii, kwamba wewe hujui masiri yako, lakini ma'al asaf ukawa wacheza na jambo la dini yako ya Uislamu, na kile ambacho huenda kwa kukifanya hicho kitakuokoa mbele za Allah jalla wa ala. Na Allah shahidi kwamba wale watakaoshikamana na mafunzo ya Allah na mafunzo ya mitume wake wataingia katika janna. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam walipokata tamaa masahaba na kuona kwamba sasa sitofanya amali za nini, asema i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, fanyeni amal, kila mmoja atafanywa wepesi wa kila alichoumbiwa. Kwa hiyo inatakiwa sisi tukithirishe katika amal na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala thabati. Ayuha an-nas ibadallah, miongoni mwa vitu vinavyosababisha mtu kuthibiti katika njia ya haki na njia ya dini ya Uislamu aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake ni kumwamini Allah jalla wa ala, imani ya kweli yenye kuwafikiana na moyo wake na matendo yake na ulimi wake. Yaqulu Allah jalla wa ala, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah, anawathibitisha Allah subhanahu wa ta'ala walioamini katika uhai wa dunia na akhirah. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala alipokuwa akitafsiri aya hii asema Allah huwathibitisha hao waumini wa kweli ambao imani yao imeafikiana matendo yao na nyoyo zao kwa kuondoshea zile shubhati zinapokuja na shahawati. Allah huwapa irada, matashi yenye kukata, na kadhalika kwa ilmu waliokuwa nayo ya kujua dini Allah huwaongoza wakaepukana na shubhati za watu wa batil, na Allah huwathibitisha katika hilo. Lakini kadhalika Allah huwathibitisha wao inda al-maut, wakati wa kufa kwao, kwa kuthibiti katika Uislamu na kalimatu tauhid la ilaha illa Allah. Na kadhalika Allah huwathibitisha katika makaburi yao inda suali al-malakain, wakati wa kuulizwa na malaika wawili mtu anapozikwa katika kaburi lake, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Mu'min Allah humthibitisha kwa kujibu kwa usahihi maswali haya, rabbi Allah wa dini al-islam wa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin, na Allah huwapoteza madhalim pale wanapoulizwa katika makaburi yao, wao huwa wanapiga makelele kusema ha la adri,
kupiga makelele na kusema mimi sijui, kisha anambia madaraita wa matalait, hukujua wewe wala hukusoma, kisha adhab fawqa aladhab. Na'udhu billahi min adhab alqabr wa min adhab an-nar. Kwa hiyo Allah huwathibitisha watu hao. Lakini kadhalika mtu anaposhikamana matendo ya kisawasawa na akashikamana na dini yake na akaitendea haki dini ya Allah jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala humthibitisha, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita. Allah jalla wa ala alipokuwa akielezea namna alivyomneemesha mwanadamu akampa amri ambazo anaziweza kuzibeba, kila mtu anaweza kwa kadri ya uwezo wake. Hakuna mtu ambaye anashindwa kuswali, hakuna anayeshindwa kufunga, na zote ibada zinazomrisha Allah jalla wa ala. Na kila ambaye anashindwa jambo fulani, Allah amemwekea njia ya kulifanya kwa namna nyingine, au atakapoliacha atafanyaje. Allah ametufanyia taisiri katika amri zake Allah jalla wa ala, akaeleza kwamba lau kama wao wangeamrishwa kuua nafsi zao na mfano wa hayo, basi wasingeweza, wangefanya kwa chache sana. Kisha akasema Allah, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bi, na lau kama wao wangefanya yale walioidhiwa nayo katika yale ambayo wamekuja nayo mitume wake Allah jalla wa ala, lakana khairan lahum, ingekuwa ni khairi kwa wao, wa ashadda tathbita, na kadhalika wangekuwa ni kuthibitishwa zaidi juu ya dini ya Allah jalla wa ala. Lakini kwa sababu hawakusimama na mafundisho na maamrisho ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akawapondosha kama walivyokuwa wamepinda mara ya kwanza. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Ayuha nasu ibadallah, miongoni mwa mambo yanayothibitisha mtu kusimama katika usawa na kunyooka katika njia na kufa katika njia ya haki ni kujizuia na madhambi makubwa yake na madogo yake, ya siri na ya dhahir. Unapokuwa na watu na unapokuwa peke yako, na kila mtu ajijua udhaifu wake pale anapokuwa peke yake, na anapokuwa na watu wajua moyo wako wewe kwamba nafanyaje katika madhambi, kwa sababu madhambi ni miongoni mwa sababu ambazo zinamfanya mtu kupata zair na kupinda kuiacha njia ya haki, na hasa unapokuwa musir katika madhambi na bila kutubia kwa Allah jalla wa ala. Leo sisi tumepewa ibtilaa na simu zetu hizi. Mtu anaweza kukaa na simu yake angalia machafu na maovu na kila uvundo, na anajijua kwenye nafsi yake, lakini akitoka hapo apuuza na kuona jambo la kawaida. Tub ila Allah azza wa jalla. Lakini wangapi wanaopokosea kwa madhambi ya siri na wakawa hawatubii kwa Allah jalla wa ala? Hilo linaweza kufanya kuiacha njia ya haki na kuenda katika batil, wal iyadhu billah. Ayuha nasu ibadallah, miongoni mwa vitu vinavyothibitisha nyoyo zetu na kututhibitisha juu ya haki ni kukithirisha kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na kukizingatia maana zake na kukisoma na kukisomesha. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia Qur'ani kuwa ni kitu chenye kumthibitisha Muislamu anaposimama nayo kisawasawa. Yaqulu Allahu jalla wa ala, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lilmuslimin. Sema, ameiteremsha hii Qur'an ruhul qudus, malaika Jibril alayhi salam, kutoka kwa Mola wako kwa haki, ili kuwathibitisha wale ambao wameamini. Allah subhanahu wa ta'ala akataja kwamba Qur'ani hii inathibitisha nyoyo za wale ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala pale watakapoisoma Qur'ani kwa mazingatio na wakadumu nayo, na yakawa maisha yao ni Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika ni mwongozo na ni bishara kwa Waislamu. Ayuha nasu ibadallah, miongoni mwa vitu ambavyo vinamthibitisha mtu katika dini ya Allah jalla wa ala ni kuinusuru dini ya Allah jalla wa ala kwa kila njia anayoiweza, kwa kuifundisha dini, kuisoma, kujitolea, kupambana na watu wa batil, kupambana na kufar, mushrikun na mujrimun, na kila mtu wa batil. Inamthibitisha mtu katika jambo la dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Mkimnusuru Allah subhanahu wa ta'ala, na nyinyi atakunusuruni, na kadhalika atathibitisha nyoyo zenu wakati wa kuitetea dini ya Allah jalla wa ala. Ayuha nasu ibadallah, miongoni mwa vitu ambavyo vinathibitisha nyoyo ni kurejea kwa watu wa haki, na hasa inapokuwa imetokea fitan na balbala na mambo mbalimbali ambayo inaweza kuzipondosha nyoyo kuzitoa katika haki, wakawa watu wa batili wamekithiri.
wakarudi watu kwa watu wa haki, watu waliosimamia dini ya Allah, kuanzia ulama, duat na wengineo. Ndio maana al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala anaeleza kwamba wao walikuwa yakiwapata majanga mbalimbali ambayo yanaweza kuzipondosha nyoyo zao, waenda kumtembelea Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wakamuelezea masaili yao yaliyowasibu na akawapa mauidha na liwaza, kisha wakaondoka pale kana kwamba hawajai kupata matatizo, kwa sababu ya maneno yake yaliwazo yaliyojengeka juu ya kitabu cha Allah na mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mwongozo wa salaf. Lakini kadhalika Yohannas, miongoni mwa vitu vinavyothibitisha nyoyo ni kufanya subra katika masaib. Yanapokupata masaibu mbalimbali, ufahamu kwamba wewe sio wa kwanza. Kuna waliopata masaibu makubwa kuliko wewe na walifanya subra juu ya dini ya Allah jalla wa ala mpaka kufa kwao. Na kadhalika ushikamane na watu wa haki, wawe ndio jamaa zako kwa kuliwaza na si watu wa batili. Na Allah jalla wa ala amemamrisha hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata alhayati ad-dunya, mpaka mwisho wa aya. Ayuha nasu ibadallah, miongoni mwa vitu vinavyothibitisha nyoyo ni kukithirisha kumtaja Allah jalla wa ala laila wa nahara, sirra wa jahra, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Al-adhkar, adhkaru as-sabah wal masa, adhkaru duburi kulli salah, adhkari za kutoka nyumbani, kurudi nyumbani, kupanda kipando, kuingia masokoni, na kila adhkari ambazo hazina mipaka. Kila ukitembea njiani, ukiwa kwenye kipando chako, kwenye shughuli zako, mtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Na hilo linapelekea zaidi katika ikhlas, katika kufanya jambo kwa ajili ya Allah jalla wa ala, kwa sababu hakuna anayekuona katika hilo. Kwa nini adhkari zimthibitishe mwenye kuzifanya na hali ya kuwa Allah jalla wa ala ametoa bishara njema kwa wale wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala? Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub, tambueni kwa kumtaja Allah nyoyo hutulizana. Ukitaka moyo wako utulizane katika njia ya haki na dini ya Allah na zile kurubati zinazokupata wewe, matatizo mbalimbali, ujue kwamba Allah jalla wa ala amekadiria na yeye ndiye mwenye kuweza kuyatoa. Wewe utatambatana na jambo la kumtaja yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu moyo wako utatulizana. Na jambo lingine ambalo nitakhitimisha nalo katika maudhui hii ni jambo la ikhlasun niyya lillahi azza wa jalla, kutakasa nia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada unazozifanya. Mtakasie dini Allah jalla wa ala. Allah huwaokoa watu wenye kumcha Allah na kadhalika wenye ikhlas katika ibada zao na katika mambo yao wanayofanya lillahi rabbil alamin, huwathibitisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wanaliwazo ambaye ni Allah, wakijua kwamba yeye ndiye anaweza kutuokoa kutokana na matatizo ambayo yanatusibu katika maisha haya ya dunia. Kwa hiyo ayuha nasu ibadallah, hadithi uliyosoma imebeba ujumbe mzito, ujumbe ambao unatisha, lakini tumepewa ufumbuzi wa namna ya kujinasua. Kadhalika kukithirisha dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tumelitaja hilo, kithirisha dua na kumuomba Allah. Na kadhalika usijiaminishe katika moyo wako na makri za Allah subhanahu wa ta'ala, wala usijiaminishe kwamba mimi siwezi kupinda njia, hapa nilipofikia siwezi kurudi nyuma ya visigino vyangu. La, wewe unaweza ukatoka katika njia. Kikubwa ni kumuomba Allah tawfik na kukithirisha yale ambayo yanatajwa na ulama katika kulinda jambo la thabat na kuilinda dini yako, ili ufe na ukutane Allah jalla wa ala ukiwa salama katika moyo wako, na ukutane Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa anta min ahli aljanna, wa nas'alullah aljanna. Kwa kumalizia hutuba yangu hii, tufahamu kwamba mbele yetu kuna mwezi wa Ramadhan, mwezi ambao Allah ametangaza tauba ndani yake na maghfira na rahma, na Allah amefungua milango ya khairat ambayo haifunguliwi katika miezi mingine kuliko mwezi wa Ramadhani. Lakini ndani yake kuna ibadat, miongoni mwa ibada hizo ni as-saum. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man sama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yeyote atakayefunga Ramadhani kwa ajili ya iman na kutarajia malipo ya Allah jalla wa ala, atasamehewa madhambi yaliyotangulia. Kadhalika kuna qiyamu Ramadhan, salatu tarawih. Kuna watu ni wavivu kusimama. Wewe una matatizo mbalimbali, hakuna asiyekuwa na matatizo maadamu katika ulimwengu huu, na hata kama una raha zako zimechanganyikana matatizo. Ndivyo ulimwengu ulivyo. Muombe Allah jalla wa ala, mlilie Allah kwa kutekeleza maamrisho yake na kutekeleza yale ambayo amekuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam
kuna qiyamu Ramadhan, tarawih. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man qama Ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yeyote atakayesimama mwezi wa Ramadhan kwa ajili ya iman na kutarajia malipo ya Allah jalla wa ala, Allah atamsamehe madhambi yaliyotangulia. Kwa hiyo tupie jambo hilo na kulikimbilia na kumuomba Allah tufikishe katika Ramadhan. Allahumma ballighna Ramadhan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ارزقنا يا رزاق وافتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على